Wakazi na wafanyi biashara katika sehemu ya soko Mjinga iliyo kaunti ya Isiolo waliachwa wakihangaika usiku wa Ijumaa njema kufuatia mvua kubwa. Mvua hiyo ambayo haikutarajiwa iliharibu bidhaa za thamani ya mamilioni ya pesa na kulazimu mamia ya familia kuhama makwao. Sehemu ya soko Mjinga kilichotarajiwa kuwa likizo ya Ijumaa njema kiligeuka kuwa jinamizi na uharibifu, huku maji ya mafuriko yakiingia katika nyumba za wakazi na kituo cha kibiashara na kulazimu mamia ya familia kulala nje kwenye kibaridi. Mbali na kuwahamisha watu, mafuriko hayo ya ghafla pia yaliharibu mali nyingi na biashara. Hakuna kitu nimeachiwa, zote zilienda. Hata ukiniangalia bila niko na matope, tulikuwa tunajaribu kuokoa zingine asubuhi na zimeharibika zote, zimebebwa na maji. Lucia Manyara, mkazi mkongwe ambaye ameishi katika sehemu hiyo kwa zaidi ya miongo minne, anasimulia aliyoyapitia. Kukifika saa 2 saa 3 mpaka enyewe inakuja ile mpaka asubuhi, lakini ile ilikuwa nyingi. Ndio ama vile alifungana pale mpaka ikaenda yote. Nikaacha hata hii nguo niliweka, nilikuwa matope mimi, hata mimi mwenyewe nilikuwa hata matope, nimechindwa hata na kuongea, ni wakijana walinibeba. Takriban familia 200 ziliathiriwa na mafuriko hayo na kuibua wasiwasi na uwezekano wa kuzuka mikasa mingine kama huo, huku wakazi wa sehemu hiyo wakitoa wito kwa serikali ya kaunti na ile ya kitaifa ziimarishe miundo msingi ili kuokoa maisha na mali. Mara kwa mara tumekuwa tukilalamikia hii bridge. Hii bridge imekuwa na tatizo kubwa zaidi. Wakati walikuwa wanatengeneza hii bridge tuliwaambia tuwekee box karabati. Wakatuwekea hii karabati kidogo. Leo kila wakati tumekuwa tukiadhirika. Drainage ambazo tuko nazo katika hii area zimefungana nyingi. Tunaomba serikali kuu na serikali ya county wakishikana wote na MCA wa hapa. Wakazi walipendekeza kukarabatiwa kwa daraja ya soko Mjinga ili iweze kupitisha maji mengi. Matini Muslim, Dira ya Magwiji.